Of course ni kutokea pande za Tabata ndani kabisa, tukasema tuweze kumtafuta Abigail. By the way anafanya vizuri sana, kwa sababu mimi najua ukiangalia watu wengi wanacheza watoto wa kike, lakini kiuno chake kimekuwa kama kina ukakasi hivi. Watu wanajiuliza inawezekana vipi hii. Hii hapa ni Bongo 5 Network, niko na Abi. Kwanza mimi nataka kujua kwa hivi kwa nini ukaamua kujiita Abi? Ndio jina langu lilopewa na wazazi wangu. Abi nani? Abigail Dua. Abigail Dua babangu. Dua. Kwa hiyo Abigail ndio jina lako, alafu Dua babangu. Bwana we. Hivi kwa haraka ilikuwaje mpaka ukajihusisha na masuala ya kucheza muziki kama hivi? Kwanza kucheza ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo kipo ndani ya damu. Kwa hiyo nafanya huku nikiwa napenda pia. Okay. Na ilikuwa ni muda gani yani tokea uanze? Ilikuwaje mpaka ukajiingiza huko? Sina muda sana tokea nianze, na nilikuwa nacheza tu nyumbani. Miezi miwili iliyopita na hisi ndo nilianza rasmi kucheza na kuanza kujiposti huko. Lakini pia nilikuwa nikipata show, napenda niliingiliaga na hii style. Ikawaka ndo nikaona hii style na kitu, ngoja niendelee nayo. Kwa hiyo hii style uliipa jina kabisa? Jina yake lipo. Inaitwaje style? Minyambuliko au shagalabagala. Shagalabagala, minyambuliko. Ni watu ndo walitoa hilo jina au ilikuwa ni idea yako kichwani kwamba ukaamua tu uipe jina hilo? Ni idea yangu kichwani, niliona hii kiitwa shagalabagala minyambuliko. Itakuwa unyama. Bwana. Hatari hiyo. So far ni kwamba sasa hivi endorsement nyingi sana kupitia minyambuliko. Maana juzi nimekuwa huko kwenye moja ya klabu unawasha moto usiku wa manane. Nikashtuka nikasema nimtafute mimi anisimulie. Vipi sasa minyambuliko imeanza kukupa matunda makubwa sasa Ndio, kusema kweli nashukuru Mungu, matunda nimeanza kuona kwa kupitia hii minyambuliko yangu. Wewe mwenyeji wapi? Yaani kabila? Mimi Muha. Okay. Kwa mpaka sasa hivi labda mtu ange kuangalia haraka anajiuliza labda unajihusisha na masomo namna gani au ushamaliza shule au nataka unipe tu historia yako. Ulianza vipi mpaka kufikia hapa level hizo mpaka tunakuona hapa? Kwenye swala ya elimu sasa hivi sisomi, mwana kijiji. Na kwanza hivi nilikaa na mwanangu ananirekodi huyu, tukapata idea tufanye kitu hiki kitaondoka. Kweli video ya kwanza tulishuti, tukaona imeondoka, tukasema tukazania hapa kuna kitu. Na kweli ikawa kuna kitu. Wako ambao wanahusisha labda muonekano wako labda pengine kuna shida, labda pengine labda una matatizo fulani hivi ndio maana unaamua kucheza hivyo na nini. Hebu weka bayana hili kwa wanaofikiria hii kwamba bana utakuta anacheza hivi labda pengine ana shida kwenye kiuno na nini. Hebu wahakikishie Watanzania. Amna, kwa wapo wanaofikiria hivyo, wengine wanasema nilijua huyu mlemavu, wengine wanasema nilijua na matatizo ya akili. Lakini mimi sio mlemavu, ni aina tu ya uchezaji na akili zangu zipo sawa. Kwa hiyo kiniona nafanya hivi ni kazi kama kazi zingine, nipo kazini. Kwa walivyoona labda pengine zile comment kwenye mitandao kwamba watu na comment labda pengine huyu ni mlemavu au ana matatizo ya akili, ulikuwa unajisikiaje? Mimi nilikuwa naona kawaida, kwa sababu ukiwa kwenye kazi sio watu wote watakupenda, wengine watakuchukia, wengine watakupongeza, wengine wataongea maneno mabaya, sio kila mtu atakaye kusifia. Inachukua muda gani kuweza kutunga mnyambuliko kama unavyotuambia? Yaani mazoezi yake yakoje? Huwa ni mazoezi ya namna gani unaga unafanya? Mimi kusema kweli sinaga mazoezi. Sinaga mazoezi. Nikiamua mzuka ukipanda mudi ipo nacheza, lakini mazoezi kiuno kiumagi. Lakini amna, siumi na kwa nipo nomo tu kawaida kama mtu unavyotembea hivyo. Na mimi nakuwa hivyo nipo nomo, siumi kabisa. So far mimi najua kwamba aina ya style unaocheza kuna ambao wanavutiwa sana na wewe. Vipi sasa kwa upande wa DM za wasanii na watu mbalimbali kwamba kiuno kinavyokuwa kinazunguka kama ringi fulani iliyofyatuka kwenye spidi kubwa, vipi DM zinasemaje huko mastaa na watu mbalimbali kukuhitaji labda masuala ya kikazi na nini, zimekaa vipi kwa upande wako? Mimi nazipokea kwa sababu siwezi kukataa kazi. Na fungu nilolichagua ni hili. Mtu akihitaji kufanya kazi nafanya naye kazi.
Ni star gani mkubwa ambaye alikutafuta hata kwa ku-DM au kutuma hata watu saidizi wake wa kutafuta mfanye kazi pamoja? Bado. Nani ambaye anakuvutia kwenye hao madensa wa kike ambao wanacheza kwa sasa hapa nchini Tanzania? Angel Nyigu. Mwambie neno moja, maana nakusikia, anafuatiliaga sana hapa. Ili napenda sana anavyocheza, mwepesi. Kwa hiyo kuna muda natamani na mimi siku moja nicheze kama yeye. Ukiangalia Angel Nyigu anaweza akacheza kama anavyocheza? Kwa kweli mwepesi anaweza akaweza akifanya mazoezi. Hivi kwa watu vibonge na kuaje kucheza mnyambuliko au lazima na muonekano fulani hivi? Hebu nipe sifa za watu ambao wanatakiwa wacheze style yako. Awe mwembamba. Unaweza uwe mwembamba afu mzito, awe mwepesi. Ndio inakuwa rahisi kunyambulika, afu awe na viungo vilaini. Maana unaweza uwe mwembamba viungo vile vigumu, inakuwa changamoto kunyambulika. Lakini kwa watu wanene nao naona kidogo changamoto, maana hiyo unataka uwe mwepesi afu uwe na pumzi. Unatumia pumzi, unatumia nguvu pia. Vipi kwenye upande sasa wa mlo sasa? Maana sasa kama unatumia nguvu na pumzi sina maana sasa lazima ushibe sana Ni chakula cha namna gani ambacho wewe unapendelea kula mara kwa mara? Ugali samaki. Kila siku. Ili nipate nguvu. Chips vipi? Sio vitu vyangu. Kabisa. Wewe ugali samaki tu? Ugali samaki, mimi sili chips. Nakula je chips? Ina maana ni ugali samaki kuanzia asubuhi, mchana, jioni au inakuaga namna gani? Nipe ratiba yako ya mlo sasa ilivyokaa. Ratiba yangu ya mlo. Asubuhi. Chai na viazi vitamu. Hiyo ni asubuhi hiyo. Asubuhi njema. Asubuhi njema. Chai na viazi vitamu. Mchana naweza nile ugali wa muhogo na samaki. Usiku nabadilisha dona. Chips ya nguvu zangu ziishe hapo. Kwa ina maana ili uweze kucheza mnyambuliko lazima uwe ni mtu wa ugali samaki kidogo viazi. Usipendelee vitu vya mafuta hivi, sijui chips, sijui mayai. Bwana. Usipendelee. Kwa ina maana ili mtu aweze kucheza. Sasa vipi kwamba wanaweza kucheza mnyambuliko na wanakula chips, mayai na kuku kama hivyo ambazo vitaki? Inakuwaje hapo? Inategemea kwa sababu watu tunatofautiana, unajua mimi naweza nifanye hivi niweze kitu na huyu anaweza asifanye na kiweze kitu hichi. Watu tunatofautiana. Vipi wewe kwenye mahusiano? Hamna, sina mpenzi, mimi bado mdogo. Ni mwezi wa mahaba huu. Una miaka mingapi kwani? 20. 20 ndo mdogo? Man, kweli? Bado mdogo, sasa nitakuaje kwenye mahusiano? Unasema kuanzia miaka 18 ndo ushafikisha utu mzima, utakuwa sasa angalau sio mbaya sana kama ukiamua kujihusisha moja kwa moja. Ni kweli, lakini mimi naona muda bado, lakini muda utakapofika sheria zitafuatwa zinazojulikana. Wakunioa atanioa. Kwa ina maana sasa hivi hutaki kabisa mambo ya mahusiano? Mimi bado mdogo. Umri hauruhusu, mpaka umri hauruhusu, mwili hauruhusu, akili haziruhusu, bado mdogo, kwa hiyo siwezi kuwa kwenye mahusiano. Kwa nini mbona wanakuwa kwenye mahusiano ambao wamevuka miaka 18? Mili yao uoga inakuaje labda mpaka useme kwamba mwili wako hauruhusu? Hamna, mimi naona tu namna tu mimi nilivyo. Mimi maana mtu anaweza awe na miaka 17 na awe kwenye mahusiano. Mimi kama mimi najiona bado. Na mpaka sasa hivi wamekufuata watu wangapi labda kukutaka muwe pamoja? Kwa sababu unajua wewe unavyonyambulika kuna watu hapatoshi kwa akilini. Yaani unakuwa unawaza mambo mengi sana na vingine vya ziada. Labda so far ni watu wangapi ambao wamekutafuta labda kukuhitaji muwe katika relation na nini? Na umeweza vipi ku avoid hiyo mpaka kusema kwamba sasa hivi uko single? Wanakuja, wakija mimi nachofanya namshirikisha Mungu kwanza. Unajua katika kila jambo mshirikishe Mungu. Nikimshirikisha Mungu akinifunulia huyu anafaa, sawa, lakini kwa sasa wote naona hawafai. Wanakuja tu kuangalia labda waone huyu yupo vipi hivyo yani. Kwa mara moja huwa unawatoa kwenye mfumo? Nawatoa kwenye mfumo kwa sababu unajua lengo lao, anafuata minyambuliko, anahisi labda huyu anaweza kunyambulika hivi hivyo yani. Okay, nataka kujua kwamba mnyambuliko mmoja kwa siku mtu akikuhitaji unalipiwa shilingi ngapi? Maelewano. Na yanakuwa ni maelewano namna gani? Kwa sababu
Mama Shea kwenye exclusive mimi nilishia kuzungumza naye akaniambia kwamba msamba mmoja ni kiasi fulani. Je, kunyumbulika kwako mapatano yako yani kwa sekunde inachajiwa au kwa dakika au inakuwa ni katika namna gani? Kusudi hata mtu ambaye anakutazama hapa ajue kwa sababu bwana nikimtaka dada yangu pale kunyambulika natakuwa nijipange moja mbili tatu. Japo unasikia unajua una uongozi una manager na nini lakini so far wewe ni msanii. Utaratibu umekaa vipi? Hebu tuambie hii minyambuliko unaichaji vipi? Mimi mtu akitaka kuja nikamnyambulikie. Tunaelewa na bei kama nilivyokuambia. Na book yani watu wamekubook yani umejaza yani uko busy ratiba imejaa kabisa. Wapo wanaohitaji huduma. Na mikoani vipi? Ushaenda mkoani kwenda kunyumbulika? Bado sijaenda lakini mtu akinihitaji mkoani naenda, ndo kazi yangu niloichagua. Okay. Kuna kitu kimoja huwa na kiwaza sana hususan kwa nyie mabinti wa kike ambao mnakuwa ni maarufu. Uoga kuna vishawishi vingi sana vinawafuata. Yani unakuta mtu labda anajaribu kukuingia katika namna fulani hivi angalau labda mwe pamoja na mambo mengine kama hayo. Lakini wewe unasema kwamba uoga unamshirikisha Mungu aweze kukuwezesha ili kuepukana na maana kufanya mpaka sasa hivi kwenye mahusiano. Labda mpaka sasa hivi nataka uniambie ni majaribu ya namna gani ambao umeyapata katika kazi yako lakini pia yamekukata kwa namna fulani. Majaribu yapo ndo kama hayo. Mtu anakufuata, anataka muanzishe mahusiano. Kwa hiyo mimi najisogeza mikononi mwa Mungu na muomba. Kama ni mtu sahihi atabaki. Kama ni mtu sio sahihi hatobaki. Mwingine labda anaweza atumie pesa. Lakini mimi hapana, sitaki vishawishi. Unataka pesa wewe? Hamna, tafuta mwenyewe, pesa yako mwenyewe ni tamu. Kweli? Mjini hapa lakini. Ndio mjini. So unajua vitu vya bure vina madhara pia. Kwa nataka kuniambia kabisa kwamba wewe yani hata iweje yani hutaki kabisa mahusiano wewe? Sitaki bado. Bado kabisa. Okay, labda kwa haraka labda ni mwanaume labda anahitaji labda kukoa au muwe pamoja kwenye mahusiano. Ni vigezo vya namna gani ambavyo unahitaji labda ikitokea sasa ndio imefikia ule muda ambao unasema kwamba Mungu amekuongoza. Ni kwamba utataka mwanaume mwenye muonekano namna gani? Awe na sifa gani ili aweze kupata hiyo minyambuliko? Awe tu anajitambua, anajua majukumu yake, ananiheshimu na mheshimu hivyo. Ni star gani ambaye unavutiwa naye sana hususan katika hao waimbaji na unatamani labda kufanya naye kazi kupitia idea yako ya minyambuliko? Mbosso. Shedede. Ushakumtafuta labda maybe? Hapana. Ila natarajia kumtafuta. Hivi kifano kama ile darasa la 7 ya Mbosso ungeamua unyambulike pale ungenyambulika vipi? Unaenda na beat kali naenda taratibu na wewe unanyambulika taratibu. Darasa la 7 ya Mbosso. Kama beat linaenda haraka inabidi unyambulike haraka. Hivi manager unaweza kanikia nyimbo ya darasa la 7 ya Mbosso hapo tuone mnyambuliko huo. Kwa sababu mshedede anataka kuona labda unaona hapa kuna video nyingine inaweza ikatolewa bwana wewe ukapata nafasi ya kuonyesha uwezo. Hebu tuweke nyimbo ya Mbosso darasa la 7 tuone dada akitunyambulikia. Jamani kwani ikosekane jamani? Ana una simu nzuri mama. Ila unafiki. Unafikia ni simu nzuri kabisa imenyoka ushafungua na audio mark hiyo hapo jamani. Jamani. Minyambuliko inalipa. Inalipa sana. Nashangaa unaosema sijui kalime. Bwana we. Yale maneno waga nakukata sana kwenye mitandao Yaani kati ananifariji tu. Mimi hata siumiagi kusema ukweli. Kweli? Eti maneno mabaya niumize. Siumi kwa sababu ndo kitu nilicho kichagua. Asa nitaumiaje kwa mfano? Mambo ya darasa la 7. Kweli mimi inabidi sasa nikushikia simu kabisa. Bwana dada anatunyambulikia bana hapa nyimbo ya Mbosso mshedede. Darasa la 7 hiyo. Jamani. Mabinti ambao wanakutazama kwa mtazamo chanya kupitia hicho unachokifanya. Unanicha kuambia wadogo zako lakini pia aina hii ya style je tutarajie nini katika style hii? Utaifanya vipi style hii iweze kuwa unique na iwe identity kimataifa sasa? Tuzungumzie hapo. Hapo cha kufanya ili iweze kujulikana. Inabidi niongezee vitu. Niongeze ubunifu.
Ambao utakuwa na ubunifu wa namna gani katika kuongeza? Mtauona hivi karibuni. Okay. Vipi DM za watu wa kimataifa labda wanasemaje kuhusiana na hicho unachokifanya? Wanasema kazi nzuri. Na ikitokea labda unataka kusafiri, unatamani uende nchi gani ambapo ukafanya kipaji chako chikiweze kwenda viral duniani? Labda Marekani. Ndio kwa kubwa.